Naam, hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Ni nyakati nyingine ambazo tunakutana hapa kwa ajili ya kuhabarishana habari mbalimbali. Hii ni Channel 10 Plus ya habari. Mimi naitwa Juma Mohamed, mtangazaji ambaye nitakuongoza hapa kunako habari za kitaifa, habari za kimataifa sambamba na habari za biashara na uchumi. Wakati kwenye habari za michezo na burudani, mwanamichezo Esther Mtebi atakuja kutujuza kunani huko. Karibu uweze kuambatana nasi mpaka tamati. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi kuendelea kumwenzi hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kuendelea kujenga taifa lenye misingi ya kujitegemea na kuendelea kuimarisha sekta za maendeleo pamoja na kudumisha tunu ya taifa ambayo ni amani, umoja na mshikamano pamoja na muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Ahadi nyingine iliyotolewa na mgombea huyo endapo atapata ridhaa ya kuongoza tena ni kuendeleza mchakato wa kupata katiba mpya kama ilivyoainishwa katika ilani mpya ya CCM ya 25-2030. Mgombea huyo ametoa ahadi hizo akiwa Butiama mkoani Mara, mkoa ambao unatajwa kuwa ni wa kimkakati kutokana na historia yake ya kutoa kiongozi na muasisi wa taifa hili ambaye ni hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Akizungumza na wakazi wa Butiama katika mkutano wa kampeni uliofanyika katika viwanja vya Sokoine, Dr. Samia amesema kuwa serikali ya CCM katika awamu ya 5 na ya 6 imefanikiwa kuendeleza na kukamilisha miradi mbalimbali ya kimaendeleo ambayo ilikuwa ni ndoto na maono ya baba wa taifa kuanzisha, ambayo ni serikali kuhamia Dodoma, ujenzi wa bwawa la umeme la Nyerere, mradi wa maji wa Same Mwanga pamoja na ujenzi wa bwawa la Mkomanzi Korogwe na lile la Kidunda ambalo ujenzi wake umefikia 50%. Aidha, mgombea huyo akiwa wilayani Serengeti mkoani humo, mbali na ahadi mbalimbali alizotoa ikiwemo kukuza sekta ya utalii, hifadhi ya Serengeti, pia akatumia nafasi hiyo kuwaasa wakazi wa wilaya hiyo kuzingatia suala la umoja wa Tanzania kwenye maendeleo na kuacha tabia ya kubagua viongozi wanawake na badala yake wawasaidie kuwapa sapoti. Mgombea huyo ametoa ahadi hizo akiwa Butiama mkoani Mara, mkoa ambao unatajwa kuwa ni wa kimkakati kutokana na historia yake ya kutoa kiongozi na muasisi wa taifa hili la Tanzania ambaye ni hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Akizungumza na wakazi wa Butiama katika mkutano wa kampeni uliofanyika wilayani humo, Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali ya CCM katika awamu ya 5 na ya 6 imefanikiwa kuendeleza na kukamilisha miradi mbalimbali ya kimkakati ambayo ilikuwa ni ndoto na maono ya baba wa taifa kuianzisha, ambayo ni serikali kuhamia jijini Dodoma, ujenzi wa bwawa la umeme la Nyerere, mradi wa maji wa Same Mwanga pamoja na ujenzi wa bwawa la Mkomanzi Korogwe na lile la Kidunda ambayo ujenzi wake umefikia 50%. Mili yote mitatu ya serikali tayari iko Dodoma. Bunge lilitangulia, serikali tukafuata, na mahakama mwaka 24 mwishoni na yenyewe imefika Dodoma. Kwa hiyo hili tumelikamilisha. Lakini jambo jingine ambalo mwalimu ilikuwa ni ndoto yake ni hili bwawa la Nyerere, bwawa letu la umeme. Alitaka alijenge miaka ile, hali haikuruhusu, lakini tumekamilisha sasa hivi na tayari bwawa linazalisha umeme. Mradi mwingine mwalimu alitaka kuujenga ni mradi wa maji maeneo ya Same Mwanga, ambako alijenga bwawa la Nyumba ya Mungu, lakini hakuweza kuendeleza mradi ule. Tumeuendeleza na tumeukamilisha mradi ule. Sasa wananchi wa Same Mwanga na Korogwe wanakwenda kufaidika na mradi huo. Aidha, mgombea huyo akiwa wilayani Serengeti mkoani humo, mbali na ahadi mbalimbali alizotoa ikiwemo kukuza sekta ya utalii ya hifadhi ya Serengeti, pia akatumia nafasi hiyo kuwaasa wakazi wa wilaya hiyo kuzingatia swala la umoja wa Watanzania kwenye maendeleo na kuacha tabia ya kubagua viongozi wanawake. Mimi ninayesema hapa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndani ya miaka 4 nimefanya makubwa sana. Sasa ingekuwa mwanamke hawezi, nisingeweza kuyafanya. Mungu alituomba wote na akili sawa, akatupa na uwezo wa kufikiri,
Ukiwa mwanamke unafikiri, ukiwa mwanamume unafikiri. Ni katika uongozi wako huu watoto wa kike ambao walikuwa hawana nafasi ya kupata tena elimu wamerudi shule. Nani kama... Mara baada ya kuhitimisha ziara za kampeni mkoani Mara, mgombea huyu alibisha hodi wilayani Bariadi mkoani Simiyu, ambako alifanya mkutano na kuzungumza na wananchi wa eneo hilo na kutoa ahadi mbalimbali, huku msisitizo wake mkuu ukiwa ni watu kujitokeza kupiga kura Oktoba 29 bila woga wala wasiwasi wowote, huku pia kivutio kikuu katika mkutano huo ikiwa ni vijana ambao ni wanachama wa vyama mbalimbali vya upinzani, takriban vijana 30 kutangaza kuachana rasmi na vyama vyao na kujiunga na Chama cha Mapinduzi CCM. Nataka kuambia ninayezungumza hapa ni amiri jeshi mkuu wa nchi. Nataka kuambia wasithubutu. Kibati tu tukikipasuka, sisi tuko nao. Tumejipanga vizuri. Tokeni, kapigeni kura, rudini nyumbani mkapumzike. Katika Bariadi vijijini umetuletea matrekta 17. Kwa maana nyingine katika kata 21, kata 17 zina trekta. Mimi kama kijana anayejitambua ambaye naamini taifa linajengwa na vijana ambao wanashikamana na kushirikiana, nimeona hakuna haja ya kuumizana kwenye maandamano. Nikiripoti kutoka katika wilaya hii ya Serengeti, mimi ni Kisa Mwepiana wa Channel 10. Na ni kampeni hizo za mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan ambazo anaendelea nazo katika ukanda huo wa mikoa hiyo ya Mara. Na tukatazame bado kwenye kampeni mgombea ubunge wa jimbo la Segerea mkoani Dar es Salaam kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, Angestia Kaiza amesema akipewa ridhaa ya kuongoza jimbo hilo, moja ya vipaumbele vyake ni kupeleka muswada binafsi bungeni kuiomba na kuishauri serikali kuhakikisha wagonjwa wa figo, kisukari na shinikizo la damu pressure wanajumuishwa katika mfuko wa huduma za afya bure kupitia bima ya NHIF ili kupunguza vifo vitokanavyo na magonjwa hayo. Tuungane na Ahmad Nandonde ambaye anatujuza zaidi. Leo hii nipo hapa katika eneo la Vingunguti, kata ya Segerea, jijini Dar es Salaam, tukiendelea kuzunguka katika kila jimbo. Lengo ni kukupa taarifa juu ya kile kinachoendelea katika kampeni mbalimbali zinazoendelea hapa nchini. Yupo Agnes Lambert Kaiza, yeye ni mgombea katika jimbo la Segerea hapa jijini Dar es Salaam. Yupo katika eneo hili la Vingunguti na lengo na nia hasa ni kuja kuziuza sera zake kuelekea katika uchaguzi mkuu ambao umebakiza siku chache tu kwenda kufanyika. Nazungumzia tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu. Kodi ya kwako wewe na kwangu mimi, rais akaamua itendee haki, amtoe mwanamke ndoo kichwani, tupate maji masaa 24. Ndugu zangu nisikilizeni, wakati mwingine tusihangaike kuhukumu serikali, mnanielewa? Wala tusihangaika kumhukumu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkinichagua kuwa diwani ya kata Vingunguti, tutaitisha mikutano ya wazazi katika shule za Vingunguti kwenda kuzitatua changamoto, kero za watoto wetu. Ukafika wakati kuzungumza ana kwa ana na mgombea ubunge jimbo la Segerea Agnesta Kaiza. Kwa hiyo nitakwenda kupeleka mswada binafsi bungeni kuiomba na kuishauri serikali ione umuhimu wa kwenda kubadilisha mfumo mzima wa bima ya afya ili matibabu ya kisukari, pressure pamoja na matibabu ya figo yaweze kuwa covered kwenye bima. Nategemea atashinda. Nini kinakupa jeuri kuona kwamba mama huyu atashinda? Na imani mama kwa sasa kwa sera zake na mambo yake anatueleza inawezekana tunaweza tukapata maendeleo kupitia jimbo letu hili la Segerea kwa kweli. Ahmad Nandonde, Channel 10, Dar es Salaam. Naam, asante Ahmad Nandonde, na tuelekee huko jijini Dodoma ambapo wananchi wa mtaa wa Nzunguni B jijini Dodoma wamejikuta wakiishi kwa hofu mara baada ya vijana wanaojiita teleza kudaiwa kuvamia nyumba usiku na kuwabaka wanawake huku wakiwatishia kuwajeruhi ikiwa watapiga kelele za kuomba msaada. Leonard Mwacha ni shuhuda wa taarifa hiyo.
Mwenyekiti wa mtaa wa Nzuguni B Isaya Mahiga amesema changamoto hiyo imedumu kwa wiki 3 hadi kupelekea baadhi ya wananchi kuogopa nyumba zao, huku mmoja wa waathirika wa tukio hilo jina limehifadhiwa akielezea namna alivyovamiwa usiku na mmoja wa vijana hao, huku mtoto wake akitishiwa kuuawa. Kwa kile kitendo kimezua taharuki kwa ndani ya kama wiki 3. Imekuwa ni gumzo sana, nyumba zinafunguliwa, watu wanaingiliwa. Kwa hiyo imeleta shida sana, ikaleta taharuki, ikafikia hatua wananchi wakawa wanashindwa kukaa kwenye majumba yao, hususan kina dada. Kama ndio hivyo, sikujua ingeje. Mimi tu nilishtukia mtu yupo kitandani. Na nilikuwa tunajigeuza nimwangalie mwanangu, ile nageuka tu namkuta mtu huyo hapo kanishikia kisu. Kananiambia tulia hivyo hivyo. Na sivyo nitamuua mwanao. Acha nifanye ninachotaka, nimalize niondoke. Walipanda juu ya mlango, wakaingia ndani. Bahati nzuri wifi alimuona akawa ameshtuka akanani. Wakati alipokutana yule mtu akapata wasiwasi akakimbia, lakini alimtishia sana na kisu. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Galus Hera amesema tayari jeshi hilo limenasa mtandao huo, akiwemo mtuhumiwa mmoja anayedaiwa kuwabaka wanawake 4 kwa nyakati tofauti. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia mwananchi mmoja aitwaye Pierre Simon, umri wake ni miaka 20. Huyu ni mkazi wa Nzuguni B, kwa tuhuma za kujihusisha na vitendo vya ubakaji. Kijana huyu anatuhumiwa kuwabaka wanawake 4 kwa nyakati tofauti. Katika uchunguzi wa awali uliofanywa na jeshi la polisi, imebainika kuwa mtuhumiwa huyo anaishi katika nyumba moja na watu wengine 13. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante Leonard Mwacha, na taarifa yake moja kwa moja inatupeleka huko ukanda wa Gaza, ambapo wanajeshi 200 wa Marekani ambao tayari wako Mashariki ya Kati watahamishwa na kupelekwa Israel ili kusaidia kufuatilia usitishaji mapigano Gaza, kwa mujibu wa maafisa wa Marekani. Kwa undani zaidi tuungane na mwanahabari wetu. Jeshi la Marekani litaanzisha kikosi kazi cha kimataifa nchini Israel ambacho huenda kikajumuisha wanajeshi kutoka Misri, Katari, Uturuki na UAE. Afisa mmoja amesema hakuna wanajeshi wa Marekani watakaoingia Gaza na kusema jukumu la Marekani ni kuunda kituo cha pamoja cha udhibiti ambacho kitaunganisha kikosi cha kimataifa kitakacho kwenda Gaza. Serikali ya Israel imeidhinisha awamu ya kwanza ya makubaliano ya amani ambayo yamepelekea kusitisha kwa mapigano na baadaye kuachiliwa kwa mateka na wafungwa. Kikosi kazi hicho kitaongozwa na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM chenye makao yake Mashariki ya Kati, na kinanuiwa kusimamia makubaliano ya kusitisha mapigano na pia kusaidia kuratibu usaidizi wa kibinadamu. Jeshi la kimataifa litawajulisha Israeli na Hamas kupitia Misri na Qatar juu ya hali ilivyo na ukiukaji wowote wa makubaliano ya kusitisha mapigano, mmoja wa maafisa amesema. Mojawapo ya hoja katika mpango wa Trump wa Gaza ni Marekani kufanya kazi na washirika wa nchi za Kiarabu na kimataifa kuunda kikosi cha muda cha kimataifa cha udhibiti wa utulivu kitakachotumwa mara moja huko Gaza. Filipina Ndwata, Channel 10+. Asante mwanahabari Filipina. Taarifa yake inatupeleka moja kwa moja huko nchini Senegal, ambapo Senegal imeorodhesha vifo 17 vilivyotokana na homa ya Rift Valley katika wakati ambao kuna mlipuko mkubwa usio wa kawaida wa ugonjwa huo unaosababishwa na virusi nchini humo. Mkuu wa ufuatiliaji wa Rift Valley katika wizara hiyo ya afya, Dr. Boli Diop, amesema kuwa tayari visa 119 vimeripotiwa hadi sasa, zaidi katika eneo la kaskazini mwa Senegal lenye mifugo wengi. Mlipuko huo unazua wasiwasi kuhusu kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. Diop ameviambia vyombo vya habari vya ndani kwamba hii ni mara ya kwanza kwa Senegal kurekodi idadi kubwa ya watu walioathirika. Dr. Merawi Argawi Tegenye, mtaalamu wa magonjwa katika kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa, amewaambia waandishi wa habari kwamba kunapokuwa na mvua kubwa na mafuriko yanayofuatiwa na jua, kunapaswa kutarajiwa Rift Valley katika siku zijazo za mazingira mazuri
kutokana na mazingira mazuri ya wadudu wanaoeneza magonjwa hayo wanasambaa kiurahisi zaidi. Tanzania, ambapo Tanzania inaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya afya ya akili duniani, huku ikikadiriwa kuwa na watu milioni 7 nchini wanaoishi na baadhi ya magonjwa ya akili kama vile sonona, wasiwasi, huku matumizi ya dawa za kulevya yakitajwa kuwa moja ya sababu za magonjwa ya akili. Dorcas Ramos anaripoti zaidi. Kwa mujibu wa ripoti ya Wizara ya Afya, wagonjwa wa afya ya akili wameongezeka kutoka 386,358 hadi milioni 2,101,226 kati ya mwaka 2012 hadi 2021, ambapo magonjwa ya akili yanachangia takriban 5.3% ya mzigo wa magonjwa hapa nchini. Wilayani Kisarawe mkoani Pwani, mganga mfawidhi wa wilaya hiyo Dr. Yona Kabata amewataka wananchi wasichanganye imani za kishirikina na magonjwa ya akili kwa kuwa serikali imewekeza vya kutosha na matibabu yanapatikana hospitalini. Kama wana watu wenye shida yote ya akili wasikimbilie tu kwa waganga wa kienyeji, kwa sababu matatizo haya yanasaidika katika mahospitali yetu yote. Serikali sasa ijitahidi kuwekeza zaidi kwenye hii changamoto ya shida ya akili. Watu waweze kusoma wengi, na pia kuangalia kwamba jamii yenyewe sasa inatakiwa na yenyewe ipunguze vile viashiria ambavyo vinaweza kupelekea mtu kupata changamoto ya afya ya akili. Ingawa takwimu zinadhihirisha kwamba tatizo la afya ya akili ni changamoto kubwa na kuna pengo kati ya idadi ya watu wanaohitaji huduma na wale wanaopata huduma rasmi, Dr. Silvia Ngonyani ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya akili hospitali ya Kisarawe anasema kwa sasa changamoto kubwa ni ugonjwa wa kifafa. Changamoto kubwa ambayo tunaiona katika kitengo chetu ni ugonjwa wa kifafa ambao umeshika kwa kiasi kikubwa sana. Magonjwa mengine yapo lakini sio kwa kiasi kubwa kama kifafa. Katika hospitali yetu tunaweza kutoa tiba ya dawa, maongezi, lakini pia hata tiba za kisaikolojia. Nilichanganyikiwa, nilipotelewa na pesa. Nilimwazima jirani yangu kama milioni 7,900 kwenda kuvunja kikoba. Baada ya kuvunja kikoba, yule binti mwenzangu akunipatia zile pesa. Kwa kweli niliumwa, nilichanganyikiwa, nilifika hadi kwa waganga, lakini hali ilikuwa mbaya. Dorcas Ramos, Channel 10. Haya, tukisalia hapo hapo kutazama afya ya akili, wataalamu wa afya kutoka Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe wamethibitisha kuwa ukosefu wa lishe bora ni chanzo cha tatizo la afya ya akili. Hivyo jamii imeshauriwa kuzingatia lishe bora kwa watoto kuepuka kupatwa